Rehobothi ni alama ya nafasi mpya. Bwana kutengenezea nafasi mpya uliyoipoteza, nafasi uliyoipoteza, nafasi ya huduma, nafasi kwenye mioyo ya watu. Bwana apokufanyia nafasi, anasema he has made a room for us. Bwana anakufanyia nafasi, kwa anakurejeshea nafasi iliyopotezwa. Na nikwambia, mwanadamu anaweza kupoteza nafasi kwa sababu zifuatazo. Mwanadamu anaweza kupoteza nafasi kwa sababu ya dhambi. Anaweza kupoteza nafasi kwa sababu ya uchovu. Mwanadamu aliyechoka, nikwambia, Mungu ni kocha mzuri. Anasema, anaangalia, moja ya makocha wazuri ni Mungu. Nani amechoka amfanyie substitution. Ukichoka, Mungu hatumii watu wachovu. Ukichoka hitaji kuendelea, Mungu anakutia nguvu kwanza, ndipo anakutumia. Amen. Kwa Mungu kama kocha wa mpira anafanya substitution. Uchovu wa kiroho unaweza kusababisha ukawa substituted, ukabadilishwa, ukapoteza nafasi. Unapokuwa umechoka kiroho, hauwezi kuendelea. Elia aliposema, nimechoka, siwezi nikaendelea, mimi sio bora zaidi ya baba zangu, ilikiwa ni kiwango cha juu kabisa ya kuchoka, Mungu alimwambia, sasa imetosha, nenda kampake mafuta ya Elisha mahali pako, wewe kusanya virago, tunaenda miguuni. Kwa kampaka mafuta ya Elisha, Elia akaondoka. Kwa sababu gani? Amechoka kiwango cha mwisho. Watu wengi hawajafahamu vizuri, Mungu anaposema anadharau vyenye nguvu, anatumia vinyonge. Mungu anaita vinyonge, lakini havitumii vikiwa vinyonge, anavitia nguvu kwanza. Anachukua vinyonge, anaviempower, anavitia nguvu. Baada ya kuvitia nguvu, ndipo anavitumia. Sema amina. Unasema hayo unayatoa wapi? Natoa kwenye Biblia. Maandiko anasema, Matendo ya Mitume 1:8, anawaambia, kaeni kwanza Yerusalemu, mpokee kwanza nguvu. Baada ya kupokea nguvu, ndipo mwende kuwa mashahidi wangu. Hakuna mahali Yesu alituma watu wakiwa ni powerless. No, aliwatia nguvu kwanza. Anawaambia, Yerusalemu, subiri ahadi kwanza, mjazwe nguvu, lakini mtapokea nguvu hakisha kuachilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria hata mwisho wa nchi. Sifa ya shahidi, amebeba nguvu. Kabla ya kuwatuma, aliwapa mamlaka na uweza. Kwa nini? Wasije kuaibika na kuaibisha jina lake. Bwana asifiwe. Uchovu wa kiroho unaweza kufanywa ukapata nafasi kwa sababu ya uzembe. Uzembe kazini, na kwenye kazi ya Mungu hazihitaji uzembe. Maandiko anasema, amelaniwa afanyaye kazi ya Bwana kwa mkono wa ulegevu. Inapokuja swala la kazi ya Mungu, sihitaji kuwa na kuhamasika au kuhamasishwa. Amebarikiwa anaifanya kazi ya Mungu kwa moyo. Amelaniwa. Moja vitu ambavyo inazuia watu asifike eneo la Rehobothi ni kwa sababu ya laana. Anasema hivi, Rehobothi na aishi asife, lakini watu wake na wawe wachache.